أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wapendwa na mizani mahali popote mlipo. Taarifa tulionayo hii leo ni kwamba Rais wa Marekani Donald Trump ameomba kufanya mazungumzo na Hamas baada ya vitisho alivyokuwa akiwapa Hamas kuachia mateka na kuwapa dakika ya mwisho ya utekelezaji wa kuachia mateka kupuuzwa na Hamas. Badala ya kuendelea na mpango wa kwenda kuiangamiza Gaza, Trump amechagua njia ya kumaliza tatizo baina yake na Hamas kwa njia ya mazungumzo baada ya kuona Hamas hawatishwi na vitisho vyake. Kwa upande mwingine, barua imeandikwa na rais huyo wa Marekani akiomba kuwa na mazungumzo na kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran katika kile kilichozungumziwa kuwa ni kuzungumzia itifaki mpya ama mapatano mapya kuhusu mradi wa nyuklia wa Iran. Lakini hata kabla barua hiyo haijafikishwa Iran, tayari rais wa bunge la Iran amekushatoa maelezo kwamba Iran haisubiri barua yoyote kutoka Marekani na wala haina nia ya kukaa katika mazungumzo na Marekani. Rais Donald Trump wa Marekani hivi karibuni alimwandikia barua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei akilenga kutafuta mkataba mpya na Tehran utakaozuia mpango wa nyuklia wa dola hiyo ya Kiajemi kama inavyosisitizwa na mataifa ya Magharibi. Taarifa hizo zimethibitishwa na Trump mwenyewe kupitia mahojiano aliyoyafanya na kituo cha televisheni cha Fox ambayo yatarushwa hii leo Jumapili, Machi 9, 2025. Fox imechapisha sehemu ya mahojiano hayo inayojumuisha Trump akisema amemtumia barua Khamenei siku ya Alhamisi Machi 6 ya wiki hii ili kusuluhisha mivutano kati ya Washington na Tehran kupitia mkataba mpya utakaodhibiti mradi wa nyuklia wa Iran. Haijafahamika iwapo barua hiyo imemfikia Khamenei na ofisi yake bado haijathibitisha. Hapo jana siku ya Jumamosi Machi 8, Trump pia aliwaambia waandishi habari kwamba anayo matumaini kuwa pande hizo mbili zinaweza kufungua milango ya kuongelea hivi karibuni. Mwaka 2018 Trump alitoa Marekani kutoka kwenye mkataba wa nyuklia kati ya Iran na madola yenye nguvu na kurejesha vikwazo vikali vya kiuchumi dhidi ya Iran. Washington na mshirika wake wa karibu Israel wanapinga mradi wa nyuklia wa Iran kwa madai eti Iran inapanga kutengeneza silaha za nyuklia. Tehran inashangazwa sana kuona Marekani inajipa uwezo wa kuziamulia nchi nyingine zifanye nini, na wakati huo Tehran ikisisitiza kila mara kuwa haina nia ya kumiliki silaha hizo hatari za maangamizi. Wakati mjadala huo wa barua unaendelea kote duniani, hata hivyo, kabla ya kuthibitisha kupokea barua iliyotajwa kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump kwenda kwa kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, spika wa Majlis ya Ushauri yani rais wa bunge la Iran amesema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haisubiri barua yoyote kutoka Marekani, kwani taifa la Iran linategemea uwezo wake wa ndani katika kukabiliana na changamoto zake. Mohammed Bagher Kalbaf amesema hayo siku ya Jumapili Machi 9, 2025 katika kikao cha wazi cha bunge, siku mbili baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kudai katika mahojiano na Fox News kwamba amemtumia barua kiongozi muadham wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Alidai kuwa ameionya Iran na kuitaka ihuishe mazungumzo ya nyuklia au ikabiliwe kijeshi. Spika wa bunge la Iran amesema tayari imethibiti kwa taifa lenye hadhi la Iran kwamba vikwazo vya maadui vinaweza tu kuondolewa kwa kuimarisha zaidi uwezo wa Iran, na kuongeza kuwa hakuna mazungumzo yatakayopelekea kuondolewa vikwazo hivyo yanapoambatana na vitisho na ajenda ya Iran kuwekewa mapatano mapya. Kalbaf amebainisha kuwa tabia na mienendo ya Trump kwa nchi nyingine inaonyesha wazi kwamba wito wake wa mazungumzo ni hadaa na udanganyifu unaokusudiwa kuipokonya silaha Iran, jambo ambalo haliwezi kustahimiliwa
wala haliwezi kupewa nafasi. Hatufanyi mazungumzo yoyote na Marekani wakati kuna vitisho na vikwazo, alisema Kalibaf. Spika wa bunge la Iran ameendelea kueleza bayana kuwa hatusubiri barua yoyote kutoka Marekani na tunaamini kwamba kwa kutumia uwezo na fursa ya ndani kwa ajili ya kuendeleza uhusiano wa kigeni, tunaweza kufikia msimamo ambayo adui hatakuwa na budi ila kuondoa vikwazo ndani ya fremu ya mazungumzo ya pande zote zilizosalia za JCPOA. Ikitoa radi amali yake kwa madai ya karibuni ya Trump, Tehran imesisitiza kuwa haijapokea barua yoyote kutoka kwa Marekani. Akizungumza siku ya Jumamosi, Machi 8, kiongozi muadham wa mapinduzi ya Kiislamu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, alisema sisitizo la baadhi ya madola ya kistakbari ya kufanya mazungumzo na Iran halilengi kutatua masuala yaliyopo, bali ni kutaka kutwishana matarajio yao. Haya ndio yaliyozungumzwa kutokana na madai ya Rais Donald Trump kwamba amepeleka barua kwa kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran kuomba Iran ikae na Marekani kwenye mazungumzo ya kujadili mradi wa nyuklia wa Iran ambayo Marekani na Israel zinasisitiza kuwa ni mradi unaokusudiwa kujenga nguvu za nyuklia, jambo ambalo limekanushwa na Iran kwa hoja kuwa Iran haikusudii kutengeneza silaha za nyuklia kwa sababu msimamo wa kidini, hasa dini ya Kiislamu kwa madhehebu ya nchi hiyo ambayo ni madhehebu ya Shia, wanakataa silaha hizo wakidai kwamba ni silaha za maangamizi. Kwa hiyo hairuhusiwi Kiislamu kumiliki silaha aina kama hiyo. Wakati huo huo, katika hali ya kustaajabisha tena, Marekani imeomba kufanya mazungumzo na Hamas. Marekani imekuwa ikiitishia Hamas kuwa ni lazima iwaache mateka, hata kuwawekewa muda na saa za kuwa wamewaachia mateka hao. Na hakuna wakati wowote ule ambapo Hamas imetekeleza au imeonyesha kuogopa vituko ama vitisho kutoka kwa Donald Trump. Badala yake, Donald Trump baada ya kuona vitisho alivyovitoa havikufua dafu, na baada hata ya kusema kwamba mwisho utakuwa siku fulani, saa fulani, baada ya hapo mtaingia jehanamu, bado Hamas haikuonyesha kutetereka wala haikuonyesha kuwa inaogopa. Ameamua sasa kufanya mazungumzo ili kutafuta njia za kidiplomasia kwa nia ya kutaka kuokoa baadhi ya mateka ambao pia ni wa Marekani walioko chini ya mikono ya Hamas. Hii inaonyesha kwamba Waislamu wanapokuwa wamesubiri dhidi ya adui na kutojitia uoga, basi ni lazima watarudi chini, kwa sababu walidhani kuwa wakitoa vitisho vya kuangamiza watu wa Hamas, basi Hamas watatetemeka na kuiogopa Marekani. La hasha, wao hawakufanya hivyo, wameendelea kuwa imara. Na ni vizuri watu wakafahamu kwamba pale Gaza na hasa kundi la Hamas, hawa ni watu waliokwisha kufa zamani. Kwa hiyo huwezi kumtishia mtu aliyekufa kifo, ila unaweza kumtisha mtu hai kifo na akaogopa. Lakini Hamas hawawezi kuogopa kifo kwa sababu walikwisha kufa toka siku nyingi, na hakuna nyumba yoyote ya Mfalastini ambayo haina msiba. Kwa hiyo Wamarekani na Waisrael, Hamas inatambua kuwa ndio wauaji wao. Kwa hiyo hakuna sababu ya kuogopa vitisho wanavyovitoa, kwa sababu hawana vitisho zaidi ya vile walivyokwisha kufanya. Mchambuzi mmoja mashuhuri wa ulimwengu wa Kiarabu amesema kulazimika Donald Trump kuomba kufanya mazungumzo ni matokeo ya kufeli na kukata tamaa serikali yake katika njama zake za kuilazimisha harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas itii amri za Marekani. Abdul Barri Atwani ameelezea kushangazwa na tabia ya baadhi ya nchi za Kiarabu ambazo zinajaribu kuisifu Marekani wakati ambapo uhakika ni kwamba Trump na serikali yake wamelazimika kupigia magoti msimamo wa kutotetereka wa mukawama wa Palestina. Amesema uamuzi wa Marekani wa kukubali kufanya mazungumzo na Hamas ni matokeo ya kukata tamaa na kuelewa kwamba hawawezi kuwalazimisha Wafalastini wanamukawama kutii amri za kutoka Marekani. Ameongeza kuwa hatua ya Donald Trump ya kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Hamas imekuja baada ya kutambua kwamba harakati hiyo haiogopi vitisho vyake na wala haiogopi kufunguliwa milango ya jehanamu dhidi yake. Mara kwa mara Donald Trump amekuwa akitangaza kuwa atawapeleka jehanamu watu wa Gaza, na wala hiyo milango ya jehanamu si ambayo watu wa Gaza wanayoitarajia, kwa sababu wao wakati wote wanakufa wakiwa shahidi, kwa sababu wanakufa huku wakiwa wanapigania taifa lao, haki zao na uhuru wao, na mtu anayeuawa katika sura hiyo kwa mujibu wa Uislamu, mtu huyo anakufa shahidi, na hilo ndilo ambalo Wafalastini wanalisubiri. Msimamo wa Hamas ni imara na madhubuti. Wananchi wa Palestina nao kwa imara, na ndio maana njama za Trump
zikiwemo za kuwahamisha kwa nguvu wa Falastini kwenye ukanda wa Gaza zimefeli. Kwa mujibu wa mchambuzi huyo maarufu wa ulimwengu wa Kiarabu, vitisho vya kuendelea utawala wa kizayuni wa Israel kuwaua kwa umati wa Palestina kwa kutumia mabomu ya Marekani navyo pia vimeshindwa. Amesema tofauti na wanavyojaribu kuonesha baadhi ya viongozi wa nchi za Kiarabu, mazungumzo baina ya Marekani na Hamasi si zawadi, bali yamekuja baada ya Marekani kukata tamaa na kushindwa mbele ya msimamo usiotetereka wa mukawama wa Falastini. Wakati huo huo, White House ya Marekani, yani ikulu ya ofisi ya rais wa Marekani, imefanya mazungumzo tayari ya moja kwa moja na wanamkawama wa Hamas. Siku ya Ijumaa Machi 7, ikulu ya White House imethibitisha ripoti inayodai kuwa Marekani imefanya mazungumzo ya moja kwa moja na harakati ya mukawama ya Kiislamu ya Palestina Hamas yenye makao yake katika ukanda wa Gaza. Marekani siku zote imekuwa ikiita Hamas kuwa ni kikundi cha kigaidi bila haya, hali ya kuwa ikitambua kwamba ardhi inayokaliwa na kuitwa Israel ni ardhi halali kwa ajili ya Falastini, lakini kwa sababu ya udhalimu, na ndivyo ilivyo kwamba Marekani inaiita Hamas ambayo inapigania uhuru kuwa ni kikundi cha magaidi. Katibu wa habari wa ikulu ya White House, Caroline Leavitt, amesema utawala wa Rais Donald Trump ulimtuma Adam Boehler, afisa wa Washington anayefuatilia mateka wa Marekani wanaoshikiliwa nje ya nchi, kujadili hatima ya mateka wa nchi hiyo ambao wanazuiliwa Gaza. Ameeleza bayana kuwa kushiriki katika mazungumzo duniani kote ili kutumikia maslahi ya watu wa Marekani ni jambo ambalo rais analiamini. Leavitt alisema hayo wakati wa mkutano na waandishi habari na kuongeza kuwa rais anaamini hilo ni jambo li sahihi kwa watu wa Marekani. Matamshi hayo yametolewa katika hali ambayo Marekani inaitambua Hamasi kama shirika la kigaidi. Washington ilichukua hatua hiyo mwaka 1997 kutokana na harakati hiyo ya mukawama kupinga uvamizi wa Israel na ukaliaji wake kwa mabavu wa ardhi za Falastini unaoungwa mkono na mataifa dhalimu ya magharibi yakiongozwa na Marekani. Leavitt ameeleza bayana kwamba Boehler katika nafasi yake kama mjumbe wa maslaha ya wafungwa na mateka wa Marekani nje ya nchi ana mamlaka ya kuzungumza na pande zote zinazohusika. Matamshi hayo yamekuja saa chache baada ya tovuti ya Marekani ya Axios ikinukuu vyanzo vinavyofahamu swala hilo kuripoti kuhusu mazungumzo hayo ya moja kwa moja ya Marekani na Hamas. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Boehler amekuwa na mikutano ya siri na maafisa wa Hamas katika mji mkuu wa Qatar, Doha, katika wiki za hivi karibuni. Haya ndiyo tuliyoyakusanya kuhusu ripoti mpya kabisa ambazo zinaonyesha mbabaiko wa Marekani na kushindwa kwa Marekani kupata natija kupitia vitisho ambavyo imekuwa ikivitoa dhidi ya wanamkawama wa Hamas kwamba itawapiga, itawaua na kufanya mengine kwa waogope, lakini wameshindwa kufanya hivyo na Hamas wameshikataa kutekeleza matakwa ya Marekani. Miongoni mwa matakwa ya Marekani kwanza ilikuwa ni kuwataka watu wote wa Gaza kuondoka na kuingia Misri na wengine kwenda Lebanon. Lakini hatua hiyo ilipingwa na jumuiya ya Kiarabu na ikipingwa na nchi za Misri na Jordan ambazo ndizo Trump alizotaka ziwapokee wa Falastini, na akawa tayari kwa ajili ya kuinunua Gaza na kuifanya kuwa ni mahali pa starehe. Vitisho vya pili vilikuja kutoka kwa Trump, ilikuwa ni kuwalazimisha Wafalastini waache mateka wanaowashikilia wa Israel ambao ndani yake mna raia pia wa Marekani, waachwe wote kwa mara moja, na Hamas pia ilikataa. Trump akatoa vitisho kwa mara ya pili kwamba akawapa muda hadi siku fulani saa 6 kamili wawe mateka wote wameachiwa. Hamas hawakujali vitisho vya Marekani na wakamwambia Trump kwamba wao kama Hamas wamejitayarisha kwa lolote ambalo Marekani na Israel wako tayari kulifanya, wao wako tayari. Kwa hiyo baada ya vitisho vyote hivyo kushindwa na kuona kuwa wana msimamo usiotetereka, hawaogopi kupelekwa jahannam, wa Trump amebadilisha msimamo na kuamua kuwa na mazungumzo si tu na Hamas, lakini pia ameamua kuwa na mazungumzo na Iran. Lakini kwa upande wa Irani ni wazi kuwa mazungumzo hayo hayawezekani kwa sababu ni msimamo wa taifa la Iran kutokuzungumza na Marekani. Wamefaulu pia kuzungumza na Hamas, na hoja kubwa zaidi ya Trump ni kwamba ndani ya mateka kuna watu 5 ambao inasadikiwa kuwa ni raia wa Marekani ambao wanashikiliwa na Hamas. Kwa maana hiyo Marekani imekuwa lazima iende
kwa ajili ya mazungumzo. La si hivyo, Hamas ilisema kuwa miongoni mwa watu watakaokufa mapema ni wale ambao ni mateka wataanza kufa kabla ya Hamas wenyewe kuuliwa. Tuzidi kumuomba Mwenyezi Mungu katika mwezi huu mtukufu Ramadhani, kwani huu ni wakati mzuri sana kwa Waislamu kote duniani kulitazama jambo la Gaza na matatizo waliokuwa nayo wananchi wa Falastini. Katika mwezi huu wa Ramadhani hawawezi kuswali kwa amani, hawawezi kupata daku, hawawezi kupata futari, hawawezi kusali misikitini, misikiti yote imebomolewa, wako katika dhiki, magonjwa, kuna dawa za kuweza kuwatibia. Tuwahurumie ndugu zetu hawa. Hatuna njia zaidi ya kumuomba Mwenyezi Mungu apeleke nusura yake na nguvu zake ili amani iweze kupatikana na wao waweze kuishi kwa amani. Lakini muhimu zaidi katika miongoni mwa dua tutakazoziomba, tusisahau kusoma suratul Fil, tusisahau kusoma suratul Lahabi, tabbat yada billahabi wa tabba, na vile vile alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hizi sura mbili siri yake ni kubwa sana kwa ajili ya kuangamiza maadui wanaoleta dhulma na kuwaonea watu wasiokuwa na hatia. Iwapo tutakazana kwa nguvu zetu zote kumuomba Mwenyezi Mungu, bila shaka Trump ataondoka madarakani na kiacha Gaza ikiwepo, na bila shaka ipo siku na itafika kwamba Palestine itakuwa taifa huru. Tusisahau kuomba dua wakati wa kulala, wakati wa sala za usiku, wakati wa kusoma Qur'an, kwenye majlisi za darasa wanazosomesha mashaka zetu katika misikiti na kila pahala. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.